sote hapa tunataka kustafidi kutoka kwa mwanachuoni wetu Sayyid al-Allama Sayyid Abdul Qadir. Barakallahu fik wa zadakallahu ilman nafi'an. Hapa tuko kwenye tawassul. Nisitoke pale alipoingia mtoto wetu Sheikh Muhammad al-Hatimi. Haya masala ya tawassul, wanazuoni watukufu wema hawakuyazungumza katika mlango wa tauhid, walikuwa wakiyazungumza katika masala ya fiqh. Soma vitabu vya fiqh vote vya zamani, huwezi kuona masala ya tawassul yamewekwa katika mlango wa tauhidi. Lakini zama zimekwenda, kuna watu wametumikia malengo ya watu ambao kwamba wataka kuleta tashwishi baina ya Waislamu na wanataka kumdhalilisha mtume awe hana daraja yoyote. Masala ya tawassul ikiwa tutayatia katika tauhidi, ikiwa tutayatia katika mlango wa tauhidi, ni lazima mwanzo tufahamu la istithnaa fi tauhid, hakuna exceptions katika masala ya tauhidi. Kile ambacho kwamba hakifai kufanywa kwa kiumbe bali chastahiki kufanywa kwa Mwenyezi Mungu peke yake, basi hakistahiki kufanywa na kiumbe chochote. Sijui tumeelewana? Kile ambacho hufai kumfanyia kiumbe, basi hufai kumfanyia kiumbe yoyote au kiumbe chochote. Hii kaida iwekeni kwenye akili yenu vizuri. Hawa jamaa watuambia la yafaa kufanya tawassul fil a'mali salihah, lakini mtume haifai. Suala la kwanza, je, mtume na amali yako njema nani bora? Ukisema amali yako ni bora kuliko mtume, ushakuwa kafiri. Tumeelewana? No. Hiyo hadithi ya kutawassal na al-a'malu salihah ni dalili ya kufaa kutawassal na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kutawassal na mtume ni mimbabi aula. Utawassal na amal bana, sio na kiumbe. Marhaba. Je, amal ni kiumbe si kiumbe? Amal ni kiumbe si kiumbe? Kwa nasu ya Qur'ani ni kiumbe. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kwa hivyo ikiwa haifai kutawassal na kiumbe, basi na amal nayo ni nini? Ukitawassal na amali yako utakuwa ni mushrik. Umeelewana? Sawa. Sitaki nizame sana katika ilmu ya mantiq wala ilmu ya al-kalam, kwa sababu hapa kuna masala marefu. Tukiyazungumza itakuwa tutapoteza watu. Tukiingia kwenye masala ya jawahir na al-a'radhi na nini,
hapa si mahali pake. Haya taka darasani vijana wayajue. Kitu chochote ambacho kwamba hakifai kufanywa ila kwa Mwenyezi Mungu, huwezi kumfanyia mtu yoyote, huwezi kukifanyia kiumbe chochote. Hata amali yako huwezi kutawasal na Mwenyezi Mungu nayo, kwa sababu amali yenyewe ni kiumbe. Haifai kutawasal na maiti. Je, waweza kutawasal na aliyeko hai? Hawaweza. Sikuwa mushriki. Yani ni kama kusema yafaa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na aliyoko hai, haifai kumshirikisha Mwenyezi Mungu na aliyokufa. Tumeelewana? Masala ya shirki hakuna istithnai, hakuna kabisa. Huwezi kuvua ukasema lakini hii kiweza kukifanyia au huyu weza kumfanyia, wengine huwezi kuwafanyia, ushakuwa mushriki. Mtu akikwambia haifai kutawasal na aliyokufa, mwambie twataka dalili minal kitabi wa sunna ya kuhusisha mtu aliyekufa. Kwa wao hawa wafu wote ni masanamu, yani mtu akishakufa ni sanamu. Kwa hivyo ukitawasal naye utawasal na nani? Na sanamu. Hapa ndio pana tatizo kubwa sana, ni hawa jamaa hawaelewi masala ya tauhidi. Kisha wewe ukitawasal na mtume utawasal naye kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Imekuwa mtume ndio Mwenyezi Mungu. Tumeelewana? Shirki ni kufanya vitu viwili sawa. Asharika, kampuni imetoka kampuni kwa ajili ya nini sharika? Kwa sababu kuna watu wawili wana hisa, wana sehemu sawa sawa katika ile kampuni, ndio ikatwa nini? Ukapatikana sharaka. Kutukuza sio shirki, bali hata kumsujudia mtu si shirki. Kusujudia, naam, kusujudia mtu si shirki. Lau kama ingelikuwa ni shirki, Mwenyezi Mungu angewaambia usjudu li Adama. Tumeelewana? Usjudu li Adama, msujudieni. Mwenyezi Mungu ataamrisha shirki? Yani nenda kwenye picha kubwa zaidi, hata sijda ukamsujudia mwanadamu si shirki, kwa sababu malaika waliambiwa wamsujudie nani? Sijda kuna aina ngapi? 2. Kuna sijda ya ta'lih na kuna na sijda ya ta'dhim. Sijda ya ta'lih ni kumfanya yule uliyemsujudia kwa ni nani? Ni Mungu. Lakini madamu umemsujudia yule kiumbe si kwa nia ya kumfanya Mungu, wewe hujawa mushrika. Tumeelewana jamaa? Je, yafaa kusujudia kiumbe? Twasema kwa sasa haifai, ni haramu. Kuna tofauti baina shirki na haramu. Kwa sasa ni haramu kumsujudia kiumbe kwa nia ya taadhim, lakini ukisema wamsujudia mwanadamu kwa huyu ni Mungu,
Shirki na tauhidi tofauti yake iko katika nini? Nia, katika moyo. Tumeelewana wanafunzi? Nimeona kuna wanafunzi wengi hapa, niyazungumze haya ambayo kwamba yaweza kueleweka. Kwa hivyo kusujudia mwanadamu kwa sasa imekuwa ni haramu, kwa sababu sheria yetu ya Mtume Muhammad imeharamisha. Tumeelewana? No. Lakini sisi tuona mapicha, kuna watu enda kuwabusu watu miguu, busu, mwinamia mtu kumbusu mkono. Sisida hiyo, sisida. Nia yako ni kumbusu mguu au mkono, au nia yako ni kumsujudia? Twasema shirki na tauhidi bahari pake ni wapi? Moyoni. Mimi nataka kumbusu fulani miguu, basi tu mapenzi yangu, huna nia kumsujudia, wewe hujawa ni mushrik wala hujafanya jambo la haramu. Tumeelewana? Haya ni masala yataka yafafanuliwe, ni masala ya kiilmu. Mtume walikuja watu wakambusu mikono na miguu, Mtume akiwa amekaa. Watu wendo kasome hadithi. Kwa hivyo masala ya kubusu si masala ya kusujudu. Nia ya kusujudu yako ya moyoni mwako ndio itakayo kuamua wewe ni mushrik au ni muwahid. Tumeelewana? Mushrik ni lazima ufanye mambo yoyote moyoni mwako tu, fulani yule. Ndani moyo wako, wasema fulani ni Mungu, shakuwa mushriki wewe. Hata hujafanya chochote, ukiitakidi tu kuwa fulani ni Mungu, wewe ni mushriki. Haya ni masala ni lazima yaeleweke, kwa sababu hawa watu huja kubabaisha, wakakubabaisha mpaka kwa kweli bana. Tawassal nini? Wa idha sa'alta fas'alillah. Ndio ukiomba usiombe la nani? Ukimwomba mkewe akuletee glasi ya maji ushakuwa mushriki. Kwa mafuhumu yako itakuwa mkeo ukimwomba glasi ya maji ni nini? Mushriki. Kwa hivyo tusirefushe sana. Haya ni masala yataka yaeleweke na wanafunzi na watu waelimishwe. Hawa watu wamekishiria shirki. Hii dini wamefanya kama kitunguu. Mtu ameshika kitunguu hili nganda, kisha hamna kitu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.